Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoani Kagera, Brasiud Chatanda, akisimulia tukio hilo amesema, katika tukio hilo Jairus Emmanuel alichomwa mara 13 mgongoni na mara 5 kifuani, na wakati huo mwanae Mahamud Taliki alichomwa tumboni hadi utumbo ukatoka nje, ambapo mtoto huyo alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Kyela. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba kulikuwa na mgogoro kati ya hawa wanandoa wawili, ambapo mume alikuwa akimtuhumu mkewe kwamba amezaa mtoto ambaye sio wake, kwa maana kwamba kazaa na mwanamume mwingine. Mgogoro ule ulifanya wawili hawa wakatengana, ambapo mwanamke alirudi kwa wazazi wake. Hata hivyo, mwanaume huyu alifanya jitihada za kwenda kumshawishi, akiamini kwamba wangerudi wakaishi wote pamoja. Kule kwa wazazi walikubaliana, kwa sababu sio umbali mrefu kutoka kwa mume mpaka kwa wazazi wa marehemu na mwanae. Kwa hiyo kwenye kikao kile walikubaliana kwamba basi mke na mtoto warudi kwa mume wake. Inavyoonekana, mtuhumiwa alitumia ile kama fursa ya kumpata yule mama na mwanae akiwa mwenyewe, ili aweze kuwafanyia unyama huo, kwa sababu ilikuwa nyakati za usiku, na wakiwa njiani alitekeleza hilo, ambapo aliwaua wote wawili kinyama kama ambavyo nimesema hapo awali. Kamanda Chatanda ametoa rai kwa wote wanaopenda kujichukulia sheria mkononi, na ameeleza jinsi walipomkamata mhalifu huyo akijaribu kukimbilia nchi jirani ya Uganda. Natoa onyo kwa wakazi wa Kagera, waache kuchukua sheria mkononi. Ukichukua sheria mkononi, hauna tofauti na yule unayedhani amekutendea wewe hicho kilichokuumba. Na kwa bahati mbaya, unaweza ukachukua sheria mkononi ukatenda kosa kubwa kuliko lile ambalo wewe umetendewa. Fikiria, huyu kamuua mama na mtoto. Je, ulijua? Sifa Online, Sifa Online TV, Sifa Online, Sifa Online TV.